अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख़शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज Alifa mtukufu ayyadhahullahu taala ibn Asal Aziz anasema kwamba alhamdulillah, leo baada ya kungojea muda mrefu jumuiya ya Ahmadiyya ya Norway imebahatika kujenga misikiti na ufunguzi wake unafanywa leo. Kama ujenzi wa misikiti huu ulichukua muda mrefu, vile vile kwa sababu ya kuwa na vizuizi vya aina mbalimbali katika ufunguzi wake, pia mulilazimika kusubiri, lakini ufunguzi huu rasmi ni njia ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mbele ya dunia. Pengine ujenzi wa misikiti haihusiki na ufunguzi wa rasmi ya aina hii, na hatuwezi kusema kwamba ikiwa ufunguzi haufanyiki misikiti hawezi kuitwa msikiti. Kuja kwangu leo hapa na kusalisha swala ya Ijumaa na kutoa hutuba na kukaa jioni pamoja na wageni ambao wamealikwa kwa ajili ya ufunguzi wa msikiti huu, kwa hakika ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, ihsani ya Mwenyezi Mungu ambayo Mwenyezi Mungu amefanya juu ya jumuiya ya Norway. Na hii pia ni amri ya Mwenyezi Mungu kwamba tueleze neema zake kwa kumshukuru yeye, ili kwa sababu ya shukrani hii
ambayo inatoka katika moyo wa mwaminio. Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hii शुक्रगुजारी atupatie neema zake zaidi na utubariki zaidi. आबाद करके होगी। Shukrani moja yetu ni hapa katika kuswali swala na kuimarisha misikiti, na shukrani ingine ni kwa यह इफ्ताह का ऐलान है। kwa kualika wageni शुक्रगुजारी au ni tangazo la ufunguzi. आबादी का हक अदा करना। Lakini shukrani ya kweli na ya uhakika ni kwa kuimarisha msikiti huu. हर अहमदी को हमेशा अपने पेश नजर रखनी चाहिए। Basi jambo hili muhimu फिर अल्लाह ताला anatakiwa kila mwanajumuiya alikumbuke na alizingatie. बदले के बगैर नहीं छोड़ता। बदला भी इतना ज्यादा Kisha Mwenyezi Mungu, दुनिया में ikiwa mtu anatekeleza wajibu wake, hamwachi mja wake bila kumpatia badala, na badala anayopatia, ujira anayopatia Mwenyezi Mungu ni kubwa kiasi hiki kwamba sisi hatuwezi kukadiri katika dunia hii. Katika hadithi moja kwa ajili ya watu wa aina hii ambao wanaimarisha misikiti na kwa ajili ya kutimiza haki ya misikiti wanaenda kule, hali yake imeelezwa hivi. Hadrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में anayeenda msikitini asubuhi na jioni, Mwenyezi Mungu anaandaa karamu kwa ajili yake huko peponi. बस अल्लाह ताला की खातिर मस्जिद में आने वालों के लिए Basi मेहमान नवाजी के लिए के wale wanaoenda msikitini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu रोजाना 5 huko peponi, karamu inaandaliwa kwa ajili yao kila siku mara 5. Karamu hii inaandaliwa kwa ajili yao. करता है जिंदा तो लंबी उम्र की है। Kisha yule anayeishi miaka 40-50 na anaswali किस कदर अल्लाह ताला ने सामान तैयार किया है। kwa ajili ya mgeni huu, Mwenyezi Mungu ameandaa karamu ya aina gani. ये तो एक इंसान के तसव्वुर Mtu hawezi kufikiria yani atapata karamu ya aina gani kwa Mwenyezi Mungu. हमारा कोई प्यारा Duniani mgeni wetu mpendwa anapokuja, मेहमान के आने का tunapopata habari kwamba mgeni anakuja, tunaanza kufanya maandalizi kwa ajili yake, और इस मेहमान से जितना जितना na sawa na mapenzi ambayo tunayokuwa naye, sawa na mapenzi yale इंतहा करने की tunajitahidi kuandaa karamu kwa ajili yake. हमारे पास तो वसाइल भी मौजूद Sisi tunakuwa na uwezo mdogo, lakini इसके वसाइल उसको वसाइल Mwenyezi Mungu ambaye ana uwezo juu ya kila kitu, जिसकी yeye ambaye hana mipaka ya rehema yake, yeye ambaye hana mipaka ya karamu yake, yeye अपने आबिद बंदे के लिए n- namna gani anaandaa karamu kwa ajili ya mja wake, mwanadamu hawezi kufikiria kuhusu hii. ऐसी मेहमान नवाजी के मौके तलाश करने की Sisi tunatakiwa tutafute karamu ya aina hii. उम्मीद है कि यहाँ Nategemea kwamba kila mwenyeji mwanajumuiya इस मस्जिद का इस सोच के साथ atatimiza haki ya misikiti huu kwa fikira hii insha Allah taala, ताकि ये हक की ili जहाँ अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को kutimiza kwake haki hii itaongeza uhusiano wake na Mwenyezi Mungu na atamfanya kuwa mpendo wa Mwenyezi Mungu. Vile vile अपनों और गैरों के हकूक़ की अदायगी की तरफ भी itamjalia तवज्जो दिलाने वाली atatimiza haki ya watu wengine pia, अगले जहान की जन्नत के लिए kana kwamba mwaminio kwa ajili ya pepo ya akhira na kwa ajili ya karamu anajitahidi kufanya dunia hii iwe pepo. और जैसा कि मैंने कहा Kama niliyosema kwamba shukrani ya kidhahiri pia inatakiwa ifanywe. उस हसीन मुआशरे
माशरे के na shukrani hii ya dhahiri ni juhudi kwa ajili ya kutengeneza mazingira mzuri ambayo inaweza kufanya dunia hii kuwa pepo. Katika siku 2 zilizopita watu wa redio na watu wa tv na waandishi wa magazeti walifanya interview zangu. उसमें हर एक Kila मुतफरक सवालों mmoja pamoja na maswali mengine में भी दिलचस्पी aliniuliza swali kwamba lengo la msikiti huu ni nini और इसलिए मकसद na kwa lengo gani msikiti huu umejengwa, होगा यहाँ आपके kazi gani itafanywa hapa na hali ya mioyo yenu ikoje. Na jibu langu lilikuwa hii kwamba अमन kwa ajili ya kufanya mazingira haya yenye amani na kwa kuleta mapenzi na kwa kufanya dunia hii kuwa pepo की इबादत के साथ pamoja na kumwabudu Mwenyezi Mungu, की सूरत mafundisho mazuri ya Islam, इजहार करके kwa kufuata mafundisho haya कि दुनिया को अमन सुलह और आशती का गहवार na kufanya dunia hii kuwa pepo na kuwa amani. Hili ndilo ni lengo la msikiti huu. इस मस्जिद के माहौल में Kwa ujenzi wa misikiti katika mji huu na katika nchi hii, वो तो प्यार को mapenzi na upendo, kueneza upendo ni kazi ya wanajumuiya, na jukumu hili limeongezeka sana baada ya ujenzi wa msikiti huu. Kuja kwa hawa waandishi wa habari na watu wa redio na tv अंदाज में इस मस्जिद की तामीर na wameeleza ujenzi wa msikiti huu ni kazi nzuri, मजीद शुक्रगुजारी की तरफ माइल करते na kwa kuwafanya hivi inatukumbusha zaidi kuhusu majukumu yetu. हैं। अल्लाह ताला ने आपकी कुर्बानियों का बदला Mwenyezi Mungu इस सूरत में भी ametupatia ujira कि मीडिया ya kujitolea kwetu, kwamba media pia imevutika, watu wa tv na redio wamevutika, na kwa kawaida wamesifu sana jumuiya na wamesifu misikiti, ujenzi wa misikiti. जमात के मुखलिसीन की कुर्बानियों का जिक्र उन्हें दोबारा Basi शुक्रगुजारी के मजमून की तरफ jambo hili linawakumbusha wanajumuiya kuhusu majukumu yao zaidi kuliko zamani. गुजारी का हक अदा करके Kisha kwa kutimiza haki ya shukurani, mwanadamu अल्लाह ताला के anapata inaam za Mwenyezi Mungu, गोया ये कैसा फैज का kana kwamba hii ni duara ya baraka za Mwenyezi Mungu ambayo haibaki katika mipaka yake, bali inaendelea kuenea na kupanuka. Mtu anapotupa jiwe majini, दायरा बड़ा दायरा anaona kwamba duara inapatikana लेकिन na kisha inaendelea kuongezeka, lakini duara hii sifa yake ni hii kwamba inapofika mwisho wake haiishi, bali जब इंसान की जिंदगी तक अगर नेकियां जारी हैं bali duara hii inaendelea kupanuka ikiwa anaendelea kufanya vitendo vizuri, na maisha yake yanapokwisha hapa duniani, katika akhira Mwenyezi Mungu anaendelea kupanua zaidi ile duara yake. इसको आबाद करने Basi wale wanaoimarisha msikiti, इंतहा फजलों और बरकतों के सामान लेकर आई ujenzi wa msikiti huu umeleta baraka chungu mzima kwa ajili ya waaminio, na msikiti wote unaojengwa lengo lake linakuwa hii, na linatakiwa ujenzi wa msikiti ulete baraka sana. इन फजलों और बरकतों Sasa kuna haja ya kukusanya यहाँ के रहने वालों baraka hizi, na hii ni kazi ya wenyeji wa hapa. इतनी मेहनत से इसको समेटने की कोशिश Kadri mtakavyokusanya neema hii na baraka, mtaendelea kupata baraka na fadhila za Mwenyezi Mungu, na hapa duniani na kesho katika akhira pia. Katika Qur'ani tukufu, wale ambao wanaimarisha misikiti hali yao imeelezwa. Nimesoma aya hii mbele yenu. जिसका Tafsiri yake ni kwamba अल्लाह की मसाजिद
misikiti wa mwenyezi mungu anaimarisha yule ambaye anamwamini mwenyezi mungu na anaamini siku ya akhira na anaswali swala na anatoa zaka अल्लाह के सिवा किसी na asiogope na mtu yoyote isipokuwa mwenyezi mungu. Ni hawa ni watu ambao waliongoka. अल्लाह पर ईमान की शर्त Sharti ya kwanza iliyowekwa ni kumwamini mwenyezi mungu, सिर्फ मुंह से na kusema kwa mdomo hii si imani, bali mwenyezi mungu ameeleza alama za waaminio. सिर्फ इस्लाम में शामिल होना Kuingia katika islam haimfanyi mtu kuwa mwaminio mpaka बजा लाने asijitahidi kufanya vitendo vyenye imani. की आते थे Watu wa vijiji walipokuwa wakija pale kwa mtume saa salam, na walikuwa wakisema kwamba sisi tumeamini, mwenyezi mungu alisema kul lam tu'minu bal kulu aslamna, msiseme kwamba nyinyi mmeamini, bali semeni kwamba sisi kwa kidhahiri tumesilimu na tumekuwa watiifu. और ईमान की ये Na alama ya imani ni kwamba mumtii mwenyezi mungu na mtume wake. आज गैर Leo wasiokuwa waislamu wanatulaumu kwamba sisi si waislamu, हालांकि हम तो वो हैं bali sisi ni wale ambao kwa kumtii mwenyezi mungu na mtume wake tumekubali imamu wa dhama hii. और ये कामिल इताअत Na utii huu unatufanya sisi kuwa waislamu wa kweli वो हमें दूसरे na waamini wa kweli, ingawa कहते रहें makundi mengine waislamu wanatuita makafiri. अल्लाह ताला और उसके रसूल के इस Lakini kwa sababu ya kufuata amri hii ya mwenyezi mungu sisi ni waaminio wa kweli kabisa. आज अहमदी जुल्म Siku hizi wahamadia wanadhulumiwa, लेकिन फिर भी lakini hawaachi jumuiya. हकीकी मुसलमान हम हुए Basi ni waislamu wa kweli sisi au ni watu wengine? हम किसी कलमा गो को Sisi hatuwaiti wa mtu yeyote anayetamka shahada, कुरान lakini tunasema kwamba Qur'an tukufu imemuita Muislamu mkweli yule ambaye anatii, अपने ईमान na kwa kufanya hivi anaimarisha imani yake, na anaendelea kufanya hivi kila siku. ईमान में Imani yake inaongezeka na inaimarika. Madamu tutakapoendelea juhudi hili na tutakapoendelea kufanya vitendo vizuri na tutakapoendelea kufuata njia zilizoonyeshwa na mtume sallallahu alaihi wa sallam, sisi tutakuwa katika kundi la waislamu na waaminio wa kweli. हमें किसी मौलवी मुफ्ती Basi sisi hatuhitaji fatwa ya mashehe au uamuzi wa mashehe au serikali yoyote, na wala hatuhitaji ना हमें इसकी certificate ya serikali yoyote kwamba sisi ni waislamu, हमारे ईमान पर मोहर bali हमारी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर कोशिश muhuri iliyopigwa जिसके अंदर हम कोशिश करते ya kuthibitisha kwamba sisi ni waaminio na waislamu kwa sababu ya imani yetu. Sayyidina alayhi salatu wasallam amesema kwamba मुसलमान का अमल kitendo cha maaminio का वारिस ambacho kinampatia inaam za mwenyezi mungu si kwamba anafanya vitendo viwili vitatu, तमाम हमारे bali anazingatia vitendo vizuri vyote na anajitahidi kufanya vitendo vizuri. बस हमें सिर्फ इस Basi sisi hatutakiwi tufurahi kwa sababu ya hii tu kwamba sisi tumempokea imamu wa zama hii na masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wassalam. हमने दूसरे मुसलमानों की निस्बत Bila shaka sisi की इताअत में tumepiga hatua mbele zaidi kuliko waislamu wengine katika utii wa mwenyezi mungu, lakini और अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल की तलाश kutafuta ridhaa ya mwenyezi mungu बढ़ने की na जाने के लिए kuendelea kuimarisha imani, और यही मकसद इंसान की पैदाइश hili ni lengo la kuumbwa kwa mwanadamu. Yaani mufanye ibada kisha mwendelee
kuzidi katika hali hii. maaminio hawezi kukaa sehemu moja. मोमिन की जो sifa ambazo mwenyezi mungu ameeleza za maaminio वो आप सामने हमने naeleza mbele yenu. mwenyezi mungu anasema कि एक मोमिन की सबसे बड़ी mwaminio sifa yake ni kwamba ashaddu hubba lillah, सबसे बड़ी yaani yeye anampenda mwenyezi mungu kushinda vitu vyote vingine. एक ऐसे शख्स को जिसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, na yule ambaye hahusiki na dini yoyote, yeye pia anajua kwamba उसके लिए ikiwa mtu anampenda किया जाता है। mtu mwingine, anafanya बस एक मुसलमान kila kitu, anakuwa tayari kufanya kila kitu kwa ajili yake. mtu anapodai kwamba yeye ni mwaminio na ana imani, basi katika hali hii yeye mapenzi yake na mwenyezi mungu inatakiwa iwe juu ya mapenzi mengine yote. दुनिया की दौलत, kisha mali ya dunia दुनिया की na shughuli za dunia, औलाद, watoto wake na watu wa jamaa, सब खुदा ताला की मोहब्बत के hawa wote dhidi ya mapenzi ya mwenyezi mungu yanakuwa hawana uzito wowote. मोहब्बत खुदा ताला के लिए पैदा हो। ikiwa mapenzi haya yanapatikana kwa ajili ya allah subhanahu wa taala, ऐसे शख्स basi ibada ya mtu wa aina hii itakuwa ibada halisi, की इबादत की तरफ भी खास तो na atazingatia ibada yake sana. जब इबादत की तरफ wakati atakapozingatia ibada yake, basi katika hali hii आपकी ये मस्जिद misikiti wenu huu na sehemu yote ambapo swala inaswaliwa na misikiti itakayojengwa itaimarika. जब हमारे अपने दिल में wakati से मोहब्बत mioyoni mwetu itakuwa mapenzi ya mwenyezi mungu, vizazi vyetu pia vitapata athari yake. बहुत से लोग watu wengi wananiandikia kuhusu maombi kwa ajili ya watoto wao, wanatakiwa waonyeshe mifano yao, जब ये असर औलादों में na athari hii itakapoenda katika vizazi, bila shaka vizazi hadi vizazi mapenzi ya mwenyezi mungu yatapatikana na misikiti itaendelea kuimarika. na hili ni jukumu letu kwamba mapenzi haya na upendo huu wa mwenyezi mungu, जहाँ हम अपने अंदर ikiwa sisi उसके लिए tunaimarisha ndani yetu, tujitahidi और नस्लों tuweze kutia katika vizazi vyetu pia katika mioyo ya vizazi vyetu. hali hii itakapopatikana, katika hali hii upinzani huu na अल्लाह ताला के फजल juhudi ya wapinzani wote halitakuwa na maana, बंदा खुदा से kwa sababu mwanadamu anapompenda mwenyezi mungu anampenda zaidi kuliko yeye, और अपने बंदे का na anakuwa msaidizi wake na rafiki yake. और जिसका वली na yule ambaye wali wake na msaidizi wake ni mwenyezi mungu, कोई नुकसान नहीं upinzani hauwezi kumpatia hasara ya aina yoyote. चंद बाश vijana wachache na watoto kwa sababu ya kuwachochea mashehe wanakuja na wanavunja vioo vyenu au wanatupa uchafu, hawa watachoka wao wenyewe, au kwa sababu ya kuona mapenzi yenu ya mwenyezi mungu, सही फितर खुद आप wale ambao wana tabia safi watajiunga nanyi insha allahu taala. जैसा कि मैंने kama nilivyosema kwamba kujenga msikiti huu आपके काम की si mwisho wa kazi yenu, bali baada ya ujenzi huu ईद अपनी हालतों की तरफ kuna haja ya kuzingatia sana hali zenu na vitendo vyenu. अपने खुदा से अपनी मोहब्बत के मयार kuna haja ya kuzingatia mapenzi ya mwenyezi mungu. खुदा ताला से मोहब्बत के इजहार की इसलिए ज़रूरत है ताकि दुनिया को katika mazingira hali hii ya mapenzi ni muhimu yajulikane, kwa sababu ya hii kwamba wale ambao wanampenda mwenyezi mungu hawashindwi duniani. पथराव या घन basi hawa vijana ambao wanatupa
uchafu अल्लाह वालों की तरक्की में au wanapiga mawe hawezi kuleta kizuizi katika maendeleo ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. खुदा ताला wale wanaojenga misikiti alama yao ni kwamba wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala na wanaendelea katika hali hii. फिर अल्लाह ताला फरमाता है Kisha Mwenyezi Mungu anasema, na hii pia ni alama ya mwaminio, अल्लाह और kwamba wanapoitwa kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake wanasema sami'na wa ata'na, यानी yani sisi tumesikia na tumetii. अल्लाह ताला Mwenyezi Mungu anasema समेना व अताना का जवाब देने वालों को के बारे में anasema kuhusu wale wanaosema sami'na wa ata'na kwamba hawa watafaulu. बस कामयाबी नतीजा है Ufaulu ni matokeo ya kutii mara baada ya kusikia अहकामात की amri zote ambazo zinazotolewa, और ये सुनना और इताअत na kusikia na kutii ni kwa ajili ya जिनके करने और ना करने mambo yote ambayo yanatakiwa yafanywe na mambo yote ambayo yanatakiwa yasifanywe. Qurani tukufu inasema kwamba mutimize haki ya amana zenu. आपकी इमानतें आपकी Amana zenu ni majukumu yenu. एक जिम्मेदारी जिसने पड़ Mwanadamu anapopewa jukumu anajitahidi kutekeleza. vile vile amana pia ni majukumu yenu जो आपके सुपुर्द की ambayo umepewa, जिनके करने का आपको na umeamriwa kwamba mutimize amana hii. Wale ambao wana madaraka katika jumuiya, wao watoe और इंसाफ muda wao kwa ajili ya jumuiya, na kwa kutimiza अफराद जमात uadilifu watimize majukumu yao. करना ये बातें एक अहदेदार Mwenye madaraka ambaye ana madaraka katika jumuiya si yule ambaye ana madaraka duniani ambaye atafanya kazi kwa kutumia nguvu yake, bali yeye ni mtumishi. Katika hadithi pia inapatikana kwamba kiongozi ni mtumishi. Basi kuna haja ya kuongeza तभी जो खिदमत imani hii na jambo hili, उसका हक अदा कर ndipo mnaweza kutimiza haki ya amana yenu. जब आखिरी Watu wanaponijia na wanasema kwamba mimi nina madaraka fulani na fulani, mimi nawaambia kwamba semeni mimi nimepewa huduma fulani. दूसरा तो शक अहदेदार कहे लेकिन खुद अपने आप को Wengine labda wanasema kwamba umepewa madaraka, lakini nyinyi wenyewe museme kwamba sisi tumepewa huduma ya jumuiya. Na hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu kwamba ametupatia nafasi ya kuitumikia jumuiya. ओहदा कहने से Lakini kwa kusema kwamba nimepewa madaraka, fikira inabadilika एक बड़ेपन na mtu anaona kwamba yeye ni mkubwa इस तरह कि एक mkubwa kiasi hiki kwamba anaanza kufikiria kwamba yeye ni kiongozi, अहदेदार lakini mwenye madaraka katika jumuiya ni mtumishi. और जब अहदेदार अपनी इमानतों के हक Na wenye madaraka wanapotimiza haki ya madaraka yao, ndipo watakuwa wasaidizi wa khilafat na wasaidizi wa khalifa. राम Kuwaheshimu wenye madaraka ni jukumu la wanajumuiya, लेकिन वो सिर्फ lakini wao wanawaheshimu wenye madaraka sababu wao wanapenda khilafat. अफराद जमात की और किसी अहदेदार से के हुक्म की नाफरमानी Na kwa वो खलीफा वक्त को नाराज kukataa amri ya mwenye madaraka hawataki kumkasirisha halifa. Kwa hiyo wale ambao wenye madaraka ni muhimu kwao kwamba watimize haki ya majukumu yao yote. हर अहदेदार Kila mwenye madaraka kuishi kwake, kuongea kwake na ibada yake inatakiwa iwe tofauti na watu wengine, tofauti ionekane. Wale kina mama ambao wamepewa madaraka में मसलन एक
wao sawa na amri ya Qur'an tukufu isemayo hijab wanatakiwa wazingatie amri hii, pengine hawatimizi haki ya amana yao. बाकी अहकाम तो हैं ही हैं, एक जायद Wao wamepewa amri kama wanaume, lakini wamepewa amri moja zaidi ya hijabu zaidi kuliko wanaume. Na kuhusu Norway naendelea kupata malalamiko kwamba kina mama hawafanyi hijab. Halifa mtukufu wa 3 pia waliwaonya wanajumuiya wa Norway, na vile vile halifa mtukufu wa 4 pia aliendelea kuwapatia nasaha. Lakini kwa nyinyi ambao mna madaraka katika jumuiya hamzingatii hijabu, मेल जोल mna एक दूसरे के kutana na wanaume bila hijabu na mnawatembelea wanajumuiya bila kuwa na hijabu, कोई रिश्तेदारी wakati nyinyi si jamaa wa karibu, na kwa kusema kwamba huyu ni ndugu yangu au huyu ni mjomba wangu, kwa hiyo namwendea इसलिए हिजाब bila kufanya hijab. या और इसी तरह Au mtu anasema kwamba huyu ni jamaa yangu ya fulani na kisha hafanyi hijabu. Islam hairuhusu. Islam inaamuru mwanamke mwaminio kwamba hijab ni farz kwa kwenu, au kufanya hijabu ni alama yenu na shani yenu. उहदेदार Ikiwa kina mama wenye madaraka wawe wenye madaraka wa nchi au wa mji, ikiwa wao wanazingatia hijabu yao रवैये इस्लामी तालीम na wakianza kuishi sawa na mafundisho ya Qur'an tukufu, basi नमूना बन जाएगा। sehemu kubwa ya wanajumuiya itakuwa mfano kwa ajili ya wengine, kwa ajili ya watoto wao na kwa ajili ya jamii pia. एक लजना की उहदेदार का Mwenye इमानत का madaraka wa kina mama atatimiza haki ya maana yake wakati atakapozingatia hijabu yake pamoja na mambo mengine pia. मुलाकात के दौरान Mimi baadhi wakati najua hali ya hijabu ikoje. Wakati napoona hijabu yao inaonekana kwamba baada ya muda mrefu amevaa hijabu na hawezi kuwa hijabu vizuri. आम अहमदी औरत का भी Kila mwanajumuiya na kila mwanajumuiya mwanamke ni juu yake kwamba atimize haki ya maana yake. Siku hizi बाद मॉडर्न सोच wale ambao पर्दे की जरूरत नहीं। wana mambo ya kisasa na wanaona kwamba ni maendeleo ya kisasa, wanaona haina haja ya kufanya hijabu. Na niseme waziwazi kwamba hukumu na amri ya Qur'an tukufu si amri ya zamani, wala si amri kwa ajili ya muda fulani au kwa ajili ya watu fulani. खिलाफत से वाबस्तगी और इजहार बड़े शौक से हम Wanajumuiya wanawake na wanaume wanasema kwamba wanapenda khilafat, जारी रहने का कुरान करीम में mahali ambapo Mwenyezi Mungu amesema khilafa, uhalifa utaendelea pale pale. Amesema ikiwa mnaendelea kufanya vitendo vizuri, uhalifa utaendelea. जहाँ सूरह नूर में इससे Katika sura Nur 2 आयत पहले mahali ambapo uhalifa umetajwa, aya 2 kabla ya aya hii imesema kwamba umsidai kwamba sisi tutafanya hivi na hivi, bali फरमाया amesema taatu maruf, yani mutii ऐसी utii हर उस मामले में इताअत mutii katika kila jambo sawa na amri ya Mwenyezi Mungu na sawa na amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. में कही जाए Mnapoambiwa basi mutii. उसके मुताबिक इताअत करो। कुरान और रसूल का हुक्म जब पेश Inapoelezwa amri ya Qur'ani tukufu, mutii mara moja. इस बारे में मैं बहुत Kuhusu hii nimeshawahi kueleza mara kwa mara waziwazi. बस जहाँ मर्दों के साथ औरतें अपने इबादतों के Basi wanawake pamoja na wanaume wanapoimarisha ibada yao na wanapopata maendeleo katika imani yao, pale pale wanatakiwa wafuate amri zote zinazohusu wanawake. Hapa niweke wazi kwamba kuhusu hijabu, ingawa wanawake wameambiwa wafanye hijabu, lakini
wanaume wameambiwa kwamba wainamishe macho yao na wanawake pia wameambiwa wainamishe macho yao, lakini wanaume wameambiwa kwanza kwamba wao wainamishe macho yao ili wasiweze kuangalia hapa na pale. मानतों में वोट के हक Kisha katika amana ni kupiga kura kisawasawa. मसीह अलैहिस्सलाम से Kisha katika dhama hii अहद बैत ni ahadi ambayo tulifanya na sinama alah salatu wassalam. Kuna haja ya kuelewa ahadi hii na kutimiza ahadi hii. Mwenyezi Mungu amesema waziwazi kwamba जो भी जिसके सपुर्द yeyote anayepewa तुम उसके लिए amana ya aina yoyote ataulizwa kuhusu ile amana. नेक अमाल में Kisha Mwenyezi Mungu amesema kwamba wale wanafanya vitendo vizuri wasifanye kibri, मसाइल और झगड़े तफाखुर और तकब्बुर से पैदा na ikhtilafu inapatikana kwa sababu ya kibri na kwa sababu majivuno. होती है। Mwanadamu anapoendelea kujichunguza basi atakuwa mnyenyekevu, जायज़े सबसे ज़्यादा इंसान na mtu anaweza kujichunguza mwenyewe. Baadhi wakati mtu mwingine anapomwambia anakasirika, lakini mtu anapokuwa na tabia ya kujichunguza basi hii ndiyo ni njia nzuri. जायज़े लें ईमानदारी Mjichunguze kwa kuzingatia amri za Qur'ani tukufu. अगर अल्लाह ताला का खौफ Ikiwa और यकीन हर अहमदी में अल्लाह ताला ikiwa hofu ya Mwenyezi Mungu inapatikana, bila shaka kila mwanajumuiya anakuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu. Kuna haja ya kujiamsha बस कुरान करीम को wakati wa kusoma Qur'ani tukufu. मुंह पर गौर करने Muwe na tabia ya के वक्त में मैं तमाम अहकाम kuzingatia tafsiri ya Qur'ani tukufu. Katika muda mfupi huu siwezi kueleza mambo yote mbele yenu. खुद हर एक को जैसा कि Kila mmoja kama niliyosema kwamba analazimika, anatakiwa ajichunguze, होगा na hali hii itapatikana wakati बाकायदा तलाश usomaji wa Qur'ani tukufu unafanywa katika kila nyumba, na kisha kila mmoja anajitahidi kufuata की भी निगरानी हो amri za Qur'ani tukufu, नमाजों की na watoto pia waangaliwe kwamba je, wao wanaswali swala na wanasoma Qur'ani tukufu au la. जिसका Kila mwanajumuiya ईमान ला ambaye anadai kwamba yeye ameamini anatakiwa akumbuke के ईमान का kwamba dai lake la imani litatimia wakati atakuwa na imani juu ya akhira, ये वाज़ेह हो na iwe wazi kwake kwamba kuna maisha baada ya kufa kwake, ambapo atatoa hesabu ya vitendo vyake alivyofanya katika dunia hii, ambapo uamuzi wa mwisho utatolewa. जुदा सजा का फैसला हो। बस अल्लाह ताला Basi Mwenyezi Mungu मसाजिद आबाद करने वालों की ये ameeleza alama ya wale wanaoimarisha imani kwamba wanakuwa na imani juu ya akhira, और वहाँ हिसाब किताब को भी wao wanaona kwamba wataulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu, na hii ni haki. हक अदा करने की कोशिश करते हैं। Na katika hali hii wanajitahidi kuimarisha misikiti na wanajitahidi kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu ili waweze kupata fadhili za Mwenyezi Mungu na inam za Mwenyezi Mungu. ताला पर ईमान Mwenyezi Mungu anasema imani itakapokamilika juu ya Mwenyezi Mungu, atakapokuwa na yakini kwamba उनके सवाल kwamba ataulizwa katika akhira. Katika hali hii atainama mbele ya Mwenyezi Mungu kumhalisisha yeye के साथ खुदा ताला की na atamwabudu Mwenyezi Mungu. Katika hadithi inapatikana kwamba ibada nzuri ni swala. नमाज की Jumuiya ya waaminio inapojumuika kwa ajili ya swala की वादत का इजहार हो kule, ikiwa umoja wa Mwenyezi Mungu unatajwa, vile vile नेक जज्बात mapenzi na upendo pia unapatikana kwa ajili ya wengine. फिर उन तमाम नेक अमाल में जाना की तरफ भी तवज्जो Kisha mtu anazingatia vitendo vingine pia vyote vizuri ambavyo ni haki ya Mwenyezi Mungu au ni haki ya watumishi wake. पैगाम को फैलाने का हक अदा करने के लिए Vile vile और मखलूक का हक अदा wanazingatia haki ya kueneza ujumbe wa Mwenyezi Mungu, na
kutumiza haki ya wanyonge, के अमलों के जिक्र में ये अहम बात कभी अलग na wale ambao wanaimarisha misikiti ya Mwenyezi Mungu katika vitendo vyao. Mwenyezi Mungu ameeleza kitendo chao kimoja kwamba wao wanatoa zaka, अपने माल को अपने तक महदूद नहीं रखते, hawazuii mali yao kwa ajili yao tu, bali kwa ajili ya faida ya watu wengine wanatoa katika mali yao. Hapa limetumika neno la zaka, na नमाज के mahala pengine pamoja na माली कुर्बानी kusimamisha swala, ताकि hali ya kutoa au amri ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu imeelezwa. बस मस्जिदें Basi kujenga misikiti और उन्हें आबाद करने वाले na kuimarisha misikiti ni wale ambao की रजा के रसूल kulala kwao na kuamka kwao ni kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. खौफ और खुशी Katika mioyo yao inakuwa hofu ya Mwenyezi Mungu प्यार की वजह से kwa sababu ya mapenzi wanayokuwa nayo na Mwenyezi Mungu. नेकियों की तरफ Kisha hofu hii inawaelekeza kwenye ले जा रही हो। vitendo vizuri. ऐसे ही लोग हैं Ni watu hawa ambao waliongoka, जिन्हें na ni watu ambao Mwenyezi Mungu anawahesabu katika waliongoka. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, jumuiya ya Norway imejitolea sana, मस्जिद नस्र के na kwa ajili ya msikiti wa Nasr takriban 104 मिलियन करोड़ wametoa milioni 104, बाकी na matumizi haya yote walijitegemea, na makao makuu pia iliwasaidia kidogo. लेकिन जब कुछ अरसा वो कि इसमें बड़ा लंबा अरसा लग गया, जैसा कि मैंने शुरू में Kama nilivyosema kwamba ujenzi ulichukua muda mrefu, lakini 2005 nilipowakumbusha wanajumuiya kuhusu ujenzi wa misikiti, wakati huo wanajumuiya walizingatia. Mwingine aliuza nyumba yake na alitimiza ahadi yake, na mwingine aliuza gari lake na alitimiza ahadi yake aliyofanya, na mwingine alifanya kazi zaidi कि अल्लाह ताला के ili nyumba ya Mwenyezi Mungu ijengwe, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा na ili niweze kutoa michango zaidi. औरतों ने Kina mama pia walijitolea sana kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. ऐसे भी हैं जो बाज़ कारों Wapo wengine ambao biashara yao ilifungwa, lakini biashara yao ilikufa, lakini walitimiza ahadi zao. Mwenyezi Mungu aweke baraka sana katika mali na katika nafsi ya wale waliojitolea. Siku hizi wengine wanapata hasara kwa sababu ya hali ya siku hizi katika biashara yao. Mwenyezi Mungu awasaidie. Nategemea kwamba dhabihu hii yote itakubaliwa kwa fikira hii kwamba sisi tutaimarisha msikiti huu, na tutaimarisha msikiti huu sawa na amri ya Mwenyezi Mungu. अपने ईमान में कामिल होने, Tutajitahidi kwamba tutakamilika अपने अंदर katika imani yetu, na tutakuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu mioyoni mwetu, na tutatekeleza haki za viumbe wa Mwenyezi Mungu, बजा लाने के na tutajitahidi kufanya vitendo vizuri, और नस्लों में भी na tutajitahidi पैदा करने kutia mapenzi ya misikiti katika mioyo ya vizazi vyetu. में जो अल्लाह ताला ने Kisha katika dhama hii, kwa kufanya ihsani, Mwenyezi Mungu alituma ashiki wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutamsaidia, na kwa ajili ya kusogeza kazi yake tutajitahidi na tutatumia nguvu yetu yote, पैगाम पहुंचाने का na tutajitahidi kueneza na kusambaza ujumbe wake kwa kufanya mahubiri. जैसा कि मैंने पहले भी कहा, Hazur anasema kama nilivyosema kwamba sisi msikiti huu unatupatia majukumu makubwa sana. हमने ऊपर Kwa kujenga msikiti huu tumeongeza majukumu yetu. अगर इससे Ikiwa sisi hatukuweza kutimiza jukumu hili, खुदा ताला के प्यार basi hatuwezi kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu. करे कभी ऐसा, Mwenyezi Mungu aupishe mbali, isitokee hivi. जहाँ हमारे लिए एक बहुत बड़ी Basi ikiwa ni furaha kwa ajili yetu kwamba msikiti wa kwanza umejengwa katika Norway, vile vile kuna fikira pia vile vile, na kuna jambo la kufikiria. अल्लाह करे
mwenyezi mungu afanye kwamba kila mwanajumuiya kwa kuzingatia fikira hii aweze kutekeleza majukumu yake yote, अपनी जिम्मेदारियां aweze kutimiza majukumu yake kwa kutoa michango mikubwa. Ujenzi wa msikiti uliofanywa na msikiti ulifanywa mzuri sana, na malaki kron ilitumika kwa ajili katika mazulia. Wengine walitumia malaki kwa ajili ya kununua furniture ya msikiti huu. तमाम मस्जिद के कॉम्प्लेक्स के लिए फर्नीचर मुहैया कर दिए। ये एक दफ़ा की Hii isiwe या एक दफ़ा की कुर्बानी zabihu ya mara moja tu, au tusifurahi kwa sababu ya kujitolea kwetu mara moja tu फर्नीचर kwa kuona furniture nzuri na uzuri wa misikiti. Tusione kwamba hii inatutosha, बल्कि इसकी असल bali kuna haja ya kuzingatia uzuri wake, urembo wake halisi ni ambayo ni kusali sala 5 katika msikiti huu. Safari moja mbele ya sinama la salatu wassalam, hali ya ujenzi wa msikiti ilielezwa. Alisema sinama la salatu wassalam kwamba uzuri wa msikiti si katika nyumba, इखलास के साथ नमाज पढ़ते हैं। bali uzuri wa misikiti ni kwa sababu ya wale wanaosali katika misikiti. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की Msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa mdogo na ulijengwa kwa majani ya tende, छत में से na maji ya mvua yalikuwa yakiingia msikitini. नमाजियों Na uzuri wa misikiti ni kwa sababu ya waswaliaji. Amesema Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wa dunia walijenga misikiti, lakini kwa amri ya Mwenyezi Mungu ulibomolewa na ule msikiti uliitwa msikiti wa Zirar, खाक के साथ na ardhi ya misikiti ule ulichanganywa pamoja na vumbi. बस ये तकवा है जो हम Basi ni uchamungu ambao tunatakiwa tuweke mioyoni mwetu, na Sayyidina alayhi salatu wasallam ametukumbusha kuhusu hii mara kwa mara. Anasema sehemu moja kwamba Qur'an tukufu inatuamuru tufuate uchamungu, आई है, यानी na hili ni lengo la Qur'an tukufu. अगर इंसान का तकवा, अगर इंसान तकवा Ikiwa mtu hafuati na hana uchamungu, basi swala zake pia hazina faida. फरमाया कि अगर तकवा नहीं Amesema ikiwa mtu hana uchamungu, basi swala zake pia hazileti faida kwa ajili yake, bali swala zake zinamuingiza motoni. Kisha anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba mzizi wa kila kitu ni uchamungu. Imani inaanza kwa uchamungu na inakuwa kwa sababu ya uchamungu. मिलता भी तकवा से है। Imani inapatikana kwa sababu ya uchamungu, na imani inazidi kwa sababu ya uchamungu. जिस तरह पौधे को Kama mtu anatia maji ईमान kwa ajili ya katika mti, vile vile imani pia inazidi kwa sababu ya uchamungu. सिलसिले को खुदा ताला Kisha amesema kwamba Mwenyezi Mungu ameanzisha jumuiya hii kwa ajili ya uchamungu, na hili ni jukumu kubwa sana ambalo sisi tulilopewa. जो तकवा Amesema yule ambaye anafuata uchamungu ni pamoja nasi. बस हमें हमेशा Basi tunatakiwa tuzingatie kila wakati kwamba kwa kutimiza ahadi ya bayeti yetu tutaswali swala ambazo zinaswaliwa kwa uchamungu. Basi leo ni mwanajumuiya ambaye kwa kujiunga na Sayyidina alayhi salatu wassalam anaweza kupata maarifa hii. बस अगर हमने बैत Ikiwa sisi tumedai kwamba tumefanya bayet, खाली मैदान को भरने ikiwa sisi hatujazi तो हम हज़रत मसीह मौला uwanja wetu katika uchamungu, में शामिल होने के मकसद को पूरा katika hali hii hatuwezi kutimiza lengo la kujiunga na Sayyidina alayhi salatu wassalam. इस सिलसिले को खुदा Kama alivyosema Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba Mwenyezi Mungu alianzisha jumuiya hii kwa ajili ya uchamungu. हर अहम भी Mwenyezi Mungu afanye kwamba kila mwanajumuiya aelewe jukumu hili. जो Katika nchi hizi ambapo shirk inapatikana sana, ikiwa sisi अपनी kwa kufuata uchamungu hatukutimiza majukumu yetu, तो हम अल्लाह ताला की नज़र में basi katika hali hii sisi tutakamatwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aturehemu और हमें अपने उन na atuhisabu pamoja na wale waja wake प्यार की ambao Mwenyezi Mungu anawapenda na anawarehemu. तामीर के और तकमील के भी
hapa nieleze kidogo kuhusu ujenzi wa msikiti huu wa Nasr. मस्जिद का प्लॉट Uwanja wa msikiti huu ukubwa wake ni mita square 9500 रकबा 7,719 na upana wake ni 7,700 square meter. मर्दाना हिस्से में मस्जिद Katika msikiti wa wanaume इसका 800 ni 880 meter square meter na takriban watu 1400 wanaweza kusali, na katika gallery watu 500 wanaweza kusali. Katika msikiti wa kina mama watu 850 wanaweza kusali. Kisha chini chumba ukumbi moja umejengwa, काफ़ी देर पड़ा रहा बगैर मजीद तामीर के, ilijengwa mwanzoni. वो उसमें 850 Katika ukumbi ule pia watu 850 wanaweza kusali. इसी तरह एक Vile vile kuna compartment pia moja, mission house. मिशन हाउस Katika nyumba hii ya Mbashiri ni 3 bedrooms na reception na jiko pia vile vile, mashallah. इसी तरह मस्जिद बैतुल Vile vile मजीद कवायद kuhusu msikiti Baitul Nasr, maelezo yake zaidi ni kwamba के 2200 बता दिया watu 2250 wanaweza kusali katika msikiti huu. इसी तरह जो Vile vile ukumbi छत जो है वो टेरेस ambao umejengwa chini, paa lake pia linatumika kwa ajili ya kusali ikiwa hali hewa ni nzuri. Kule pia watu takriban 800 wanaweza kusali. के मीनार की ऊंचाई Minara urefu wake ni mita 21 na tom ukubwa wake urefu wake ni mita 5. Tena ni ofisi za idara mbalimbali za jumuiya. Vile vile upande wa kina mama lajna maila wao wana maktaba yao na vile vile ofisi yao. Vile vile kuna jiko pia kubwa sana, mashallah. इसी तरह मस्जिद की इजाज़त नहीं Vile vile kibali cha ujenzi kilikuwa hakipatikani kwa sababu ya shida fulani, yani barabara moja wa upande mmoja ilikuwa shida yake, जमात ने na jumuiya लोगों की kwa ajili ya faida ya watu wote imejenga barabara ile pamoja na footpath yake. बहरहाल जैसा कि मैंने Kama nilivyosema kwamba milioni 104 kroning ilitumika. इस सड़क से ये सड़क जो है Barabara hii ambayo inapita मस्जिद जो हमारी karibu na msikiti wetu ni misikiti ambayo inaenda uwanja wa ndege, शहर में आते na wakati wa kuingia mjini na kutoka katika mji mtu anaweza kuona msikiti wetu ni katika barabara ya A6. जाना 80,000 गाड़ियाँ सड़क Kila siku magari 50,000 yanapita katika barabara hii, अंडरग्राउंड सर्विस और बस सर्विस भी मुहैया na गोया एक मरकजी जगह है sehemu hii ni sehemu nzuri sana ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia. Mwenyezi Mungu afanye kwamba misikiti imarike kama ilivyojengwa na kwa imani ambayo iliyopatikana wakati wa ujenzi wake. Mwenyezi Mungu afanye kwamba Mwenyezi Mungu afanye msikiti huu ufungue vifua ya watu wanaoishi karibu na msikiti hii. Wachukua Waislamu wao wanafurahi, lakini Waislamu ambao wanaishi katika maeneo haya wao kwa sababu ya mamulla mashekh wamezidi sana katika upinzani. इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि मस्जिद Ndiyo maana wakati wa ujenzi wa msikiti walijitahidi kuvunja misikiti yetu, lakini sisi ni watu ambao tunafanya kazi kwa subra na kwa maombi, na tutaendelea kufanya hivi, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब होने na sisi tutaendelea kufanya maombi ambao wanajihusisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu awaongoze katika njia iliyonyoka. उनकी रहनुमाई Mwenyezi Mungu awaongoze. जहाँ तक गैर मुस्लिमों का ताल्लुक है Ikiwa ni swali la wasiokuwa Waislamu, wao ni wanafurahi, lakini furaha yetu itakuwa wakati mioyo yao
itavutika na itafunguliwa kwa ajili ya islam. हमें इस पैगाम lakini kwa ajili ya hii, फैलाने kwa ajili ya kueneza ujumbe huu tunatakiwa tujitahidi sana ये बताना होगा na tuwaambie dunia कि जहाँ कोई ना जान kama alivyosema Sayyidina alayhi salatu wasalam, ikiwa sehemu yote watu hawajui kuhusu islam, basi jengeni misikiti, watu watajua. Na ujenzi wa misikiti huu unathibitisha kwamba islam inajulikana katika eneo hili. Sasa ni juu yetu tuwaambie watu hawa kwamba misikiti ni sehemu, ni nyumba ambapo ibada ya Mwenyezi Mungu inafanywa के हकीकी इबादत गुजार na wanamwabudu Mwenyezi Mungu kweli kweli. hawezi kufikiria, hawezi kuwapatia watu wengine hasara. हमारी मस्जिदें और हम Basi misikiti yetu na misikiti huu pia, हमेशा अमन kila sehemu na kila mahali मोहब्बत और प्यार का नारा itaeneza mapenzi na upendo. की तमीर के मकसद Mwenyezi Mungu atujalie kwa kutekeleza ujenzi wa misikiti huu. Lengo la ujenzi wa misikiti huu tufuate ucha Mungu na kwa kutia mapenzi ya Mwenyezi Mungu mioyoni mwetu na katika mioyo ya vizazi vyetu. Kila mmoja wetu awe mfano wa mapenzi na upendo. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema, जिसके तक तुम आपस में kadiri mtakavyopendana Mwenyezi Mungu pia atawapenda. अल्लाह करे Mwenyezi Mungu atujalie tuendelee kuzidi katika kupendana. आपस की मोहब्बत में आला मयार Ikiwa sisi hatupati hali hii ya kupendana, hatuwezi kuwapatia mafundisho ya upendo kwa wengine. Mwenyezi Mungu atuwezeshe na atujalie, amin. Baada hii ni habari ya huzuni. Baada ya swala ya Jumaa nitaswalisha jeneza yake. Ni jeneza ya Safir Ahmad Bhatt Saheb, mtoto wa Hamid Ahmad Bhatt Saheb, mwenyeji wa Karachi. Alikuwa mwenyeji wa Sindh. Alizaliwa mwaka 1972. Alisoma mpaka FA. Baba yake हाफिज अब्दुल वाहिद साहब मुहाफिज babu yake Hafidh Abdul Wahid Saheb alikuwa mlinzi wa halifa mtukufu wa pili, na alitoa wakfu maisha yake. हाफिज अब्दुल वाहिद साहब के पोते थे ये Na Safir Bhatt Saheb alikuwa mjukuu wa Hafiz Saheb, वाक़ ज़िंदगी थे ना इनके वालिद na baba yake alikuwa mwalimu Hamid Ahmad Bhatt Saheb katika Talimul Islam High School wa Bashirabad. सितंबर को नामालूम अफराद Tarehe 25 को सफ़ीर अहमद watu kadhaa walimpiga risasi na alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. पुलिस में थे Alikuwa ASI katika polisi. Alikuwa shujaa sana. किसी फ़ोन कॉल Alipigiwa simu आई जिस na alienda na pikipiki yake. Alipokuwa njiani alipigwa risasi. एक अरसे से Kwa muda mrefu स्पेशल ड्यूटी पे दहशतगर्दों और alipewa jukumu fulani katika polisi kwa kuwakamata wagaidi na wale ambao मुहिम में इस्तेमाल किया जा रहा था। इन्होंने काफ़ी कामयाबियाँ हासिल की wale ambao wanauza madawa ya kulevya. कि इनको शहीद Yeye alipewa tishio mara kwa mara kutoka kwa hawa watu. Inaonekana kwamba aliuawa. Mwanajumuiya katika Pakistan kwa sababu ya imani yake anauawa, लाकानूनी na kwa jumla kwa sababu ya kutokuwa na kanuni na sheria katika Pakistan, maisha ya wanajumuiya yapo hatarini. Kisha wanajumuiya ambao wanafanya kazi katika idara mbalimbali za jumuiya wanatoa nafsi zao kwa ajili ya nchi, na pamoja na hali yote wamadhia wanapata malalamiko kwamba si marafiki wa nchi au hawapendi nchi. Sehemu yote ikiwa mtu shujaa anatakiwa kwa ajili ya kazi fulani, mwanajumuiya anapewa jukumu lile. Mwanajumuiya anapojitolea अपने रवायात के मुताबिक
na polisi ilimpatia कि मूसी की तेरह heshima sana wakati wa kufariki kwake, lakini alizikwa Rabwa kwa sababu alikuwa musi. Lakini mamulna wanatulaumu kwamba Wahmadhia si watu ambao wanapenda nchi yao, lakini sisi ni watu ambao tutaendelea kufanya kazi yetu. Mwenyezi Mungu awaongoze wa watu, Mwenyezi Mungu apandishe daraja ya marehemu na watoto, Mwenyezi Mungu awapatie subira sana, amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.